Niwakaribishe sasa tusome neno la Mungu ambalo nimependa kulichagua litutangulie na lituongoze katika ibada hii, lakini katika tukio ambalo liko mbele yetu la utoaji wa mavuno katika mtaa wetu kama tulivyojiandaa Jumapili hii ya leo. Neno ambalo nimelichagua ni kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22. Nitasoma mstari mmoja wa 22, alafu nitasoma pia kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari mmoja wa 22. Kutoka Mwanzo 8 mstari wa 20, mstari ule wa 22, alafu nitasoma kitabu cha Mwanzo. Nitasoma kitabu cha Kutoka. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, muda nchi idumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Sema havitakoma. Amen. Nisome tena kitabu cha Kutoka, ile sura ni ya 34, mstari mmoja wa 22. Kutoka 34 mstari wa 22, nao unasema, nawe utaitunza sikukuu ya majuma, nayo ni ya malimbuko ya mavuno ya ngano, na sikukuu ya kukusanya vitu mwishoni mwa mwaka. Amen. Tukae katika uwepo wa Bwana. Nisaidie tena kumsalimia jirani yako na kumkaribisha katika ibada ya siku ya leo. Mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Mwambie leo ni sikukuu. Mwambie kaa mkao wa sikukuu. Mzee wetu alitusalimia, mzee kiongozi akatuambia leo ni sikukuu, tuna kila sababu ya kufurahi katika sikukuu. Wangapi wanafurahi katika sikukuu? Hebu shangilia tena kama unafurahi katika sikukuu. Sikukuu ni siku ya kufurahi na leo tuna sikukuu mbili mwinjilisti. Nawapongeza sana katika usharika huu na mtaa huu. Tuna sikukuu mbili. Tuna sikukuu ya vijana ambayo inafanyika katika kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, lakini tuna sikukuu ya mavuno katika usharika wenu na katika mtaa huu kama jinsi mlivyoipanga. Kwa hiyo kwa kweli ni siku ya kufurahi. Siku ya sikukuu ni siku ya kufurahi. Ni siku mkitaka kujifunza sikukuu vizuri kwa watu wanaojua kusherehekea sikukuu, labda kwa Waswahili ambao wanakaa kule mikoa, ndio kwenda mkoa mmoja maeneo fulani yanaitwa Kibiti kule Pwani, ama ni Lindi nafikiri, karibu na mkoa wa Lindi. Nikakuta jinsi watu wanavyosherehekea sikukuu. Wale Waswahili wanapofika wakati wa sikukuu, labda ni sikukuu labda ya kumtoa binti, labda amefika wakati wa wana sikukuu zao za jinsi ya kuwafanyia sherehe. Wanaweza wakauza shamba. Mtu anaweza kauza shamba lake karibu lote ili afanye sikukuu. Akacheze, binti achezwe, wacheze ngoma, wafurahi. Shamba zima linauzwa, wanabaki mahali tu pa kuishi. Na wengi tulipofika kule tukaambiwa huku ni wakati wa sikukuu. Hawa watu kwa sababu wanapenda sikukuu, wanaweza wakauza mashamba wakawauzieni kwa fedha kidogo tu ili wafanye sikukuu. Kwa hiyo wale wenzetu wakatufundisha jinsi ya kufurahi na kusherehekea sikukuu. Kwao ni kitu cha kipaumbele sana, kama jinsi ambavyo wamekuwa na desturi hiyo. Kwa hiyo sisi tunaposema tuna sikukuu ya kanisa, kwa kweli tuna kila sababu ya kufurahi sana, hata kama tuna changamoto na matatizo ambayo yanatuzunguka, lakini inapofika sikukuu tunasahau shida zetu, tunafurahi, tunamshangilia Mungu, na hayo mengine basi Mungu anajua jinsi atakavyokuwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kaa katika mkao wa kufurahi. Kaa katika mkao wa kusherehekea. Na kama ni sikukuu, kila mtu akae mkao wa sikukuu. Kila mtu ajiingize katika sikukuu. Kwa sababu kinyume cha sikukuu inaweza kuwa ni majonzi, inaweza kuwa ni huzuni. Sasa kama wengine wanafurahi, wengine wanasherehekea, na wewe una huzuni, utakuwa uendi na majira jinsi ambavyo yamepangwa na wakati na mahali husika. Kwa hiyo kama mmeamua kwamba ni siku ya kufurahi, siku ya kusherehekea, basi leo sherekeeni. Na mtasherehekea ikiwa mmejiandaa vyema katika kumtolea Mungu mavuno. Kwa sababu kama hujaandaa mavuno, huwezi kuwa na sikukuu, huwezi kufurahi. Kwa sababu mavuno, utoaji wa mavuno uliambatana na sikukuu. Kwa hiyo wale ambao umeandaa mavuno na wale ambao mnataka kutoa sadaka ya mavuno, basi naamini sikukuu hiyo inawahusu. Ndugu zangu wapendwa, nimeshajitambulisha
jina langu ni Mchungaji Tumaini. Najua hamwezi kusahau hilo jina kwa sababu ni jina la mchungaji wenu kiongozi, na mimi ni Mchungaji Tumaini na natumika kule Fuka, ushirika wa Fuka. Wamewasalimu sana. Nilipowajulisha watumishi wenzangu kwamba nitakuwa huku leo, wamenituma nilete salamu za upendo na kutoka katika familia yetu pia ambao tuko nao pale Fuka. Wanawasalimu sana. Naomba tupokee salamu hizo kwa makofi matatu. Somo letu na ujumbe wangu ambao napenda kuuleta katika ibada hii, najua tayari mmeshajiandaa na mmeshaanza kutoa mavuno, na leo ni siku ya kutoa, na nimesikia kuna kilele cha utoaji kiusharika. Tarehe ngapi mwinjilisti? Tarehe 30 ya mwezi wa 8. Haya, sisi kule kwetu bado hatujaanza, lakini ninyi mmetutangulia. Nafikiri pia tunaweza kutofautiana kidogo, pengine mliwahi kwenda shambani. Kwa hivyo mimi nawapongeza sana kwa jinsi ambavyo mmeshatoa, na kwa wale ambao walishatoa nimeona pia risala nzuri imeandaliwa na inaeleza jinsi ambavyo mmeshaanza na kiasi ambacho pia kimeshatoka kwenye mavuno na kile ambacho mnakusudia kupata siku ya leo. Ndugu zangu, kwanza niwapongeze tena kwa kuanza mwezi wa 7 katika mwaka huu 2026. Mwezi wa 7 ni lango la kuingia kipindi cha pili cha mwaka. Mwezi wa 7 ni mwezi wa mategemeo makubwa, matokeo makubwa. Ni mwezi ambao watu wanategemea matokeo makubwa. Ni mwezi ambao yale ambayo hatukuweza kuyafanya katika mwezi uliopita na kipindi cha kwanza kilichopita, tunaanza kuyatekeleza mwezi wa 7 na kipindi cha pili kinachofuata. Sasa sina muda hapa, ningewaeleza tafsiri ya namba 7 jinsi ambavyo ina tafsiri pana na ina mambo mengi mazuri, na mimi nataka kukupongeza wewe hata kama una changamoto, lakini Mungu amekupa kuingia mwezi wa 7. Mshukuru sana Mungu. Shukuru sana Mungu kwa kuingia mwezi wa 7. Ni mwezi ambao una baraka nyingi, una miujiza mingi, ni mwezi ambao unatupeleka kwenye mavuno, na mimi nawapongeza kwa sababu mmeamua kutoa mavuno yenu Jumapili hii ya kwanza mnapoingia katika mwezi wa kwenda kwenye mavuno. Kwa hivyo kile mtakachomtolea Mungu hapa katika mavuno yenu ndicho mtakachomwambia Mungu awape katika msimu huu wa mavuno tunaouendea. Na tunaposema msimu wa mavuno, sio mavuno tu ya shambani, ni mavuno hata ya mfukoni, mavuno ya fedha. Yako maeneo mengi ambayo tunategemea mavuno. Na tumesoma vizuri ile neno la waraka kutoka kitabu cha Wakorinto kwamba apandacho mtu ndicho atakachofanyaje? Ndicho atakachovuna. Kwa hiyo kama unataka uvune katika kipindi hiki cha mavuno cha mwezi wa 7 tunaoendea, hakikisha unapanda siku ya leo kile ambacho unataka kuvuna mwezi huu au baadaye katika muhula huu wa pili ambao tumeuanza. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa kweli. Nilivyosikia mmeamua kutoa mavuno leo, nilisema bila shaka Mungu amewaongoza na Roho Mtakatifu aliwaongoza kwamba tunaenda kwenye mavuno. Na kama tunaenda kwenye mavuno ili tuvune, inategemea tumepanda nini, kwa sababu kile tunachopanda ndicho tutakachovuna. Bwana asifiwe sana. Nisaidie kumpongeza jirani yako ambaye amekuja kupanda siku ya leo ili avune baadaye katika msimu huu. Sijui kama unanielewa. Mpongeze jirani yako kama ameandaa mbegu za kupanda leo ili avune katika msimu huu. Sasa huu ni msimu mpya ambao tunaingia, kama nilivyosema ni msimu wa kwenda kwenye mavuno, lakini kama nilivyosema tafsiri ya namba 7 ina tafsiri nyingi, lakini moja ni majira ya kwenda kwenye mavuno, ni majira ya kustarehe, ni majira ya kupumzika, ni majira ya kupata matokeo makubwa zaidi, lakini ni majira ya kuponywa. Tungepata muda ningewaonyesha jinsi ambavyo Biblia inaeleza maeneo mengi, jinsi watu walifanywa muujiza kupitia namba 7. Kwa hiyo namba 7 ni namba ambayo inaachilia pia uponyaji kwa watu ambao wameteseka na magonjwa na vifungo vya muda mrefu. Basi inapofika mwezi wa 7 inawakilisha namba 7, basi inakuja na muujiza wa uponyaji. Nami niseme katika ibada hii na katika madhabahu hii, Mungu akuponye katika mwezi wa 7. Matatizo, magonjwa ambayo yamekuwa juu yako, Mungu akakuponye, akakuachie huru katika mwezi huu katika jina la Yesu. Usiwe kwenye mateka tena, wala usiwe kwenye matatizo na magonjwa ya kila wakati ambayo wamekutesa katika kipindi kingine. Bwana asifiwe sana. Sasa ndugu zangu wapendwa, katika mavuno mimi niseme tu kwa kifupi kwa tafsiri ya mavuno, alafu niwape faida za kutoa mavuno, ili unapotoa sadaka yako ya mavuno basi ujue kwamba ufanyi kitu cha kupoteza au ufanyi kitu ambacho ni cha desturi tu, lakini
kuna faida na kuna baraka kwa watu wanaotoa sadaka ya mavuno, tena kwa uaminifu kama jinsi Mungu alivyoelekeza. Tafsiri ya mavuno ni nini basi? Mavuno ni kile mtu anachokipata au alichokipata baada ya kwenda shambani kulima, kufanya biashara au kufanya kazi fulani ofisini au mahali kwenye eneo la biashara. Mavuno ni ishara ya majira fulani kwa mtu, kanisa au nchi. Tusipotoa mavuno tunaharibu majira yetu. Hebu sema, tusipotoa mavuno tunaharibu majira yetu. Maana mavuno yanaashiria majira ya mtu, kwamba mtu anaelekea wapi, na ndilo neno tulilosoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 8 mstari wa 22 unaosema kwamba muda nchi idumupo, kuna majira ya kupanda na majira ya mavuno. Hebu sema, kuna majira ya kupanda na mavuno. Wakati wa baridi na wakati wa hari, na wakati wa kaskazi na wakati wa kusi. Sasa ukisoma huu mstari utatambua kwamba kila jambo limepangwa kwenye majira, kila jambo limepangwa kwenye majira. Na tunapotoa mavuno wakati kama huu, tunataka kumuonyesha Mungu kwamba tumetambua majira tulio nayo ni majira gani. Ni majira mavuno, kama nilivyosema, ni majira mavuno tunaendea. Kwa hiyo kila mtu ni vizuri akatambua majira alionayo, akaenda sawa sawa na hayo yaliyoamriwa kwenye majira. Unajua kuna watu ambao wanapishana na majira, yaani wanaishi kinyume. Nataka nikwambie, ukishindana na majira utajikuta unaibika na unapoteza tu muda wako. Kwa mfano, kuna watu majira yao ya kuwa vijana yalishapita. Sasa hivi ni watu wazima, sasa hivi wanaenda kwenye uzee. Lakini kuna watu ambao hawawezi kukubali kwamba wamekuwa wazee au wamekuwa sio vijana tena. Bwana Yesu asifiwe. Hasa wanawake. Wanawake wengi wanaweza kukataa kwamba wao sio vijana tena. Wanataka wafanye mambo ya ujana, wanataka wavae kama vijana, wanataka wajipake kama vijana, wanataka waonekane kama vijana. Kumbe majira yao ya kuwa vijana yalishapita. Tumia vizuri majira yako ulionayo sasa, kwa sababu majira yakipita yamepita. Mwambie jirani yako, tumia vizuri majira yako. Majira yako yatapita. Majira yako yatapita. Kijana ulioko hapa, leo ni sikukuu ya vijana na mmeambiwa mtarudia tena Jumapili. Majira yako ya ujana yatapita. Kuna vijana ambao huwa wanajisahau pia, majira yao yanapita. Wanafikiri kwamba wataendelea tu kuwa vijana miaka yote. Waulize wazee, waulize watu ambao umri umeshaenda. Majira yanapita. Kuna mambo unatakiwa uyafanye ukiwa kijana. Usipoyafanya wakati huu, kuna wakati utafika hutaweza kuyafanya tena. Kuna vijana wengine wanafika hata wakati wa kuoa, hawataki kuoa, wanapita tu, hawana sababu ya msingi wanaweza kueleza kwa nini hawaoi, kwa nini hawaolewi. Labda wanawake wanaweza kusema hiyo ya kuolewa kidogo ina shida, wao wanasubiri. Lakini hata wanawake tunajua kuna wanawake ambao hawataki kuolewa. Wameshafika wakati wao wa kuolewa, na hata watu wa kuoa wapo, lakini hawako tayari kuolewa. Wana sababu zao. Wana sababu zao, hawataki kuolewa. Sisi tumekutana na wengine kule mjini wanajiita single mother, ambao wanasema kabisa kwamba sisi hatutaki kuolewa, tunataka kuzaa watoto. Tunataka kuzaa watoto tu, hatutaki kuolewa. Unataka kuzaa watoto na nani kama hutaki kuolewa? Uzae watoto na mume yupi na mwanaume yupi ambaye si mume wako? Na wakati Mungu alishaweka utaratibu na mpango jinsi watu watakavyoingia kwenye ndoa, wazae watoto wao wakiwa kwenye ndoa. Sasa wewe hutaki kuingia kwenye ndoa, alafu unataka watoto. Unataka watoto kutoka wapi? Tumia vizuri majira yako. Tumia vizuri majira yako. Unafanya kazi ofisini, tumia vizuri hayo majira yako ya kukaa ofisini. Hutakaa ofisini milele. Kuna wakati utastaafu. Kuna wakati utarudi nyumbani kufanya shughuli zako za nyumbani. Kuna watu leo wameajiriwa, wamejisahau kama hizo kazi ni za muda, hawatadumu hapo kwenye ofisi. Ukiangalia wanapokutana na watu, wanapohudumia watu, yani utafikiri watakaa hapo milele. Hawatakaa hapo milele. Kuna muda utafika watatoka. Unaenda kwenye ofisi ya mtu anakuangalia, anakudharau kwa sababu tu pengine wewe una kazi, wewe hujaajiriwa kama yeye. Anakudharau kwa sababu ana kazi, anakudharau kwa sababu ni boss, amewekwa kwenye ofisi fulani. Kumbe ni muda tu amewekwa hapo, ataondoka hapo kwenye ofisi. Kwa ukikaa kwenye ofisi fulani ambayo Mungu amekupa, mshukuru Mungu, alafu
Fanya vizuri kazi unaofanya ukijua kwamba kuna wakati utafikia mwisho, na wakati utakapofikia mwisho utahitaji neema ya Mungu ikusaidie kwenye majira hayo mengine ambayo Mungu atakupa. Kuna watu leo wamestaafu na wengine wametoka kwenye ofisi, wanaishi maisha magumu kwa sababu walipokuwa na majira yao ya kukaa ofisini hawakuwatendea watu mambo mema, waliwaonea watu, waliwakandamiza watu, waliwaumiza watu. Sasa wamekuja kuwa watu wa kawaida, wanaanza kuteseka tena. Kumbe ukitumia vizuri majira yako ulionayo sasa, utatengeneza majira yako ya baadaye yakae vizuri. Bwana asifiwe sana. Nazungumza habari ya mavuno, sijaondoka hapo. Ukitumia vizuri majira yako ya mavuno tulionayo sasa, utatengeneza wakati wako wa baadaye. Wakati wa hari utakapokuja, wakati wa njaa utakapokuja, wewe utakuwa na chakula cha kutosha. Usipokusanya wakati wa mavuno, usipoweka akiba wakati wa mavuno, wakati njaa itakapokuja, utajikuta kwamba unakosa chakula kama watu ambao hawakulima ama hawakupata chakula. Kwa hiyo wakati wa mavuno, nataka usikie hili tena kabla sijaendelea. Wakati wa mavuno, wakati wa majira ya mavuno ni wakati wa kuweka akiba. Mwambie jirani yako, ni wakati wa kuweka akiba. Na hiyo akiba tunayoiweka wakati wa mavuno, tunaiweka mbinguni, alafu tunaiweka na duniani. Sasa kuna watu wengine wao wanasaugi, wakipata mavuno wanataka tu kuweka kwenye benki, wapate fedha, waweke kwenye benki, wakusanye hayo mazao, waweke kwenye magala na nini, alafu wanasahau kuweka kwenye akiba ya mbinguni. Akiba ya mbinguni ndio akiba ya maana, ndio akiba ambayo ni ya uhakika kuliko akiba nyingine zote. Sasa sisemi uweke tu mbinguni alafu uache kuweka ya duniani. Weka huku duniani, weka kwenye benki, weka kwenye SACCOS, weka kwenye vikundi, lakini weka na akiba ya mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kuna watu leo wanaweza kusema mwinjilisti hawana sadaka za kutoa, hawana mavuno ya kutoa, lakini ukiwafuatilia hao watu wanacheza vinini kwenye vile vile vikundi. Wanapeleka marejesho. Mahali pengine nikakuta eti watu hawaendi kanisani, halafu wanakutanika kwenye vikundi Jumapili. Badala ya kukutanika kanisani kumwabudu Mungu na kupeleka sadaka, wao wanakutanika kwenye vikundi, vikoba Jumapili. Wanaenda kupeleka marejesho. Unaenda kupeleka marejesho wakati hujaletea marejesho kwa Bwana. Hebu angalia jirani yako, mwambie usije ukafanya hivyo. Unapeleka marejesho ya vikundi ya kwenye SACCOS wakati hujaleta marejesho kwa Bwana. Unajiwekea hazina duniani wakati hujaweka hazina kwa Mungu. Unapoteza muda wako. Mungu anaweza kuamua, na mahali pengine Biblia inasema tajiri mmoja alipojiwekea akajikusanyia, akasema sasa nafsi yangu kaa utulie, ustarehe. Mungu akamwambia naitaka roho yako kaa mwisho wake. Utajiwekea akiba za huko duniani, ukimsahau Mungu unaweza kujikuta hata hizo akiba unazojiwekea hautaweza kuzitumia. Kwa hiyo usisahau kuweka akiba ya mbinguni. Wakati wa mavuno ni wakati wa kukusanya akiba mbinguni na duniani. Ukisahau lakini pia ni wakati wa kuweka akiba za huku duniani zikusaidie baadaye. Kuna watu wakipata mavuno wana kawaida ya kuuza, ya kula tu. Nikikaa pale kwangu Fuka, niko karibu na barabarani, wale ambao mnapafahamu, huwa ninashangaa sana magari mengi yanayotoka maeneo huku kwenu yamebeba mazao, yamebeba vyakula. Mpaka namwambia mke wangu, hivi hao watu huko juu huwa wanabakizaga chakula nyumbani kweli? Mbona naona kama kinapita hapa chote? Magari yanapita, magari makubwa yamebeba mizigo mikubwa. Najiuliza, hawa watu wamebeba, wameacha chakula kweli? Sasa wengine mtaniambia tunawekaga kwa njia ya benki, ni sawa. Lakini weka akiba ya chakula chako cha baadaye. Ukipata mavuno usile yote, weka akiba. Ukipata mavuno usisahau kula, kwa sababu kuna watu pia wanasahau kula. Mwambie jirani yako usisahau kula. Kwa sababu kuna watu wanafikiri kwamba wataishi huku duniani milele. Huku duniani tuna expire date. Huku duniani tuna mpaka wa kuishi. Usipojitunza vizuri kwa kipato na mavuno unayoyapata, ukawa tu ni mtu wa kuuza, ni mtu wa kutaka kununua sio mashamba, sio kuwekeza wapi, unasahau kujitunza. Afya yako utapata magonjwa, utashindwa kuendelea kuishi duniani. Kwa lazima ujitengee akiba ya chakula chako na ule vizuri. Mwambie jirani yako ule vizuri. Ule vizuri. Na huku kwenu kuna vyakula vingi na mnavipata kwenye mashamba, vyakula vya aina mbalimbali, kuleni vizuri. Watu wa huku kwenu hamna sababu ya kuwa na afya zenye mgogoro. Watu wa huku kwenu natakiwa kila mtu awe na afya. Wanawake wawe na afya, wanaume wawe na afya, watoto nao wawe na afya nzuri. Kwa sababu vyakula, Mungu amewapa ardhi nzuri yenye vyakula vya kila aina. Kwa hiyo mnapopata mavuno msisahau kula. Bwana asifiwe. Lakini usile kupita kiasi. Mwambie jirani yako usile kupita kiasi.
utajikuta unaondoka kabla muda wako. Usile kupita kiasi, kula kwa kiasi, kula kwa maelekezo na watu wa afya wanawashauri jinsi ya kula vizuri na aina ya kula na vyakula bila kupitiliza, ili msije mkapata magonjwa ambayo yatawasababisha mshindo kuishi huku duniani na kumtumikia Mungu. Ndugu zangu, sadaka ya mavuno ni sadaka ambayo inaamua hatima yetu ya baadaye kwamba iweje. Nitawaeleza hapa chini. Sadaka ya mavuno inaamua kwamba baadaye tupate nini shambani, tupate nini kazini, tupate nini kwenye biashara. Kama nilivyosema, kile tunachotoa ni mbegu tunayopanda. Tunamwambia Mungu kwamba hicho tunachokupa utupe hicho tena katika kipindi kinachokuja, katika mavuno yanayokuja, katika msimu unaokuja, utupe tena chakula hicho. Ndicho tunachofanya tunapoleta mavuno hapa. Sasa nitaangalia leo, na nyinyi wengine mtaangalia, kile ambacho tunaleta ndicho tunachomwambia Mungu, ndicho tutakachokiona tena kwenye msimu ujao, kwenye mavuno yatakayofuata, ndicho tutakachokiona. Sasa jaribu kufikiri, kile unacholeta leo ikiwa ndio chakula chako cha msimu ujao, nani ataweza kusurvive? Kuna watu ikifika mavuno kama leo Mwinjilisti, tena na wengine sharika nyingine kwenye dayosisi yetu na dayosisi nyingine, huwa zinaandaga mabango, zinaandika ni sikukuu ya utoaji wa mavuno, zinachora pale kwenye mabango magari, mbuzi, ng'ombe, magunia ya nini. Alafu ikifika wakati wa kutoa hivyo vitu uvioni hapo kwenye ibada, uvione. Sasa najiuliza, mahali pengine usharika mmoja nilienda nikamwambia, maana yake nini sasa? Kama mnachora tu kwenye mabango na picha, alafu havitolewi, maana yake nini? Yako wapi magari yametolewa mavuno hapa? Ziko wapi ng'ombe na mbuzi? Utashangaa, badala ya kuona ng'ombe utaona maziwa na chupa pale nje yataletwa pale. Badala ya kuona kuku utaona mayai. Kuku hazipo kwenye mavuno. Sasa watu wanaleta mavuno ya aina fulani, na wengine wamekariri mahali pengine mavuno ni yale yanayotoka shambani tu, mahindi na maharage. Wanafikiri hao ndio mavuno, lakini mavuno sio mahindi na maharage tu. Mavuno ni yale yote ambayo tumeyapata kutoka shambani. Mazao yote tuliyoyapata, sio tu shambani, kwenye biashara, kwenye kazi, fedha tulizopata, hizo ndizo mavuno tuliyoyapata kwa msimu huu. Tunamletea Mungu, tunamwambia kwamba hivi ndivyo umetupa, tunakuomba utupe tena katika msimu ujao. Sasa nataka ukafanya utafiti wewe kwa muda wako, uone kile tunachomletea Mungu ndicho anachotupa tena katika kipindi kinachokuja. Sasa utashangaa kwamba kwa nini Mungu sipati baraka kwenye eneo hili na hili? Mbona sipati baraka kwenye mifugo? Mbona sipati baraka kwenye kazi, kwenye kipato changu? Kumbe hupati baraka kwenye maeneo hayo kwa sababu maeneo hayo hujawahi kuyatolea mavuno, hujawahi kuyatolea sadaka. Sasa unategemeaje kuvuna kitu ambacho hukupanda? Kama ulitoa mavuno tu ukafikiri ni maharage au ni mahindi, ndio maana umepata hayo mahindi, hujapata kitu kingine. Kwa sababu ungetambua kwamba eneo lingine nalo unahitaji kuvuna, ungehitaji pia kutoa mavuno, kutoa sadaka katika maeneo mengine. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo wakati mwingine unapotoa mavuno, Mungu akupe hekima ya kutosha ya kuweza kujua kwamba mavuno yako unayatoa kutoka wapi. Ni kweli uweze kutoa kila mahali, lakini usikariri tu kwamba ninatoa kwenye eneo fulani. Toa zaidi ya kitu kimoja. Mungu amekupa vitu vingi na unaweza kuamua kutoa zaidi ya kitu kimoja ambacho Mungu amekupa, ili pia baraka hizo zije kwenye vitu hivyo. Kusoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati pia sura 28 utaona pale anaposema kwamba utakaposikia sauti yangu na kutenda sawasawa na jinsi nilivyokuagiza, ndipo baraka zitakapokujilia. Alafu anataja mahali baraka zitaenda. Anasema baraka zitaenda shambani, baraka zitaenda mjini, baraka zitaenda kwenye mifugo, si kwenye ng'ombe, kwenye kondoo. Usifikiri Biblia ilitaja vile vitu kwa bahati mbaya. Inataja kwa sababu ni maeneo ambayo baraka za Mungu zinatakiwa ziende. Sasa baraka za Mungu haziwezi kwenda mahali ambako hazijaelekezwa, na baraka za Mungu haziwezi kwenda mahali ambako hapajatolewa sadaka. Kwa kama umetoa sadaka kwenye eneo fulani, hapo ulipotoa sadaka yako ndipo Mungu anapotaka kupeleka hapo baraka. Bwana asifiwe sana. Japokuwa wakati mwingine unaweza kuomba Mungu, kumwambia Mungu, natoa sadaka hii, sina kitu fulani. Labda unataka kufuga, hujawahi kufuga, ukamwambia Mungu, natoa sadaka hii, nataka niwe mfugaji mwaka huu, nifuge kuku, nifuge ng'ombe, lakini natoa sadaka hii, sina ng'ombe, sina kuku, lakini kupitia sadaka hii Mungu naipanda mbegu, nisaidie nipate ng'ombe, nisaidie nipate kuku, nisaidie nipate biashara fulani. Unaweza kufanya hivyo pia, usifungwe na eneo katika eneo hilo. Bwana atusaidie sana. Ndugu zangu, nataka niseme faida za utoaji wa mavuno, alafu niende nikaombe na nikawakaribishe mkatoe kama jinsi ambavyo mmejiandaa katika siku hii ya leo. Ziko baraka nyingi ambazo tunategemea kuzipata tunapotoa mavuno yetu,
na baraka hizo mnazifahamu, na nyingine nitawakumbusha tu hapa ili basi mkutane na baraka hizo ambazo mnazitegemea. Lakini pia sadaka ya mavuno hatukuanza kutoa sisi, walianza kutoa kanisa la mwanzo. Kanisa la mwanzo na si tu kanisa la mwanzo, tangu uumbaji, tangu familia ya kwanza, Adamu na Eva na watoto wake Abili na Kaini walimtolea Mungu sadaka, na sadaka waliotoa ilikuwa ni sadaka ya mavuno. Nataka nikurudishe pale kwa Kaini kabla sijaenda mbali, kwa sababu leo tuna changamoto kubwa ambayo inatokea kwenye familia nyingi kwa sababu ya makosa yanayotokea kama yale Kaini aliyofanya. Kaini alitoa sadaka ya mavuno. Kitabu cha Mwanzo ukisoma mlango wa 4 utaona akatoa sadaka yeye na ndugu yake aliyeitwa Abili, na sadaka waliotoa ilikuwa ni sadaka ya mavuno. Sadaka ya Kaini ilikataliwa, lakini sadaka ya Habili ilikubaliwa mbele za Mungu. Kwa nini sadaka ya Kaini ilikataliwa? Usije ukafikiri kwamba Kaini hakutoa sadaka, hakutoa mavuno. Alitoa mavuno. Biblia ielezi ni kiasi gani, lakini shida ya Kaini ilikuwa ni maandalizi ya sadaka ile. Shida ya Kaini pengine ilikuwa ni malalamiko, kutoa kwa kulalamika, maana Biblia imekataa kwamba usitoe kwa kunungunika wala kama umelazimishwa. Lakini sadaka ya Habili ilikubaliwa, na sadaka ya Habili ilipokubaliwa, baraka za Mungu zikaja juu yake. Kaini akamwonea wivu, akamuua huyo ndugu yake aliyeitwa Habili. Mauti ya kwanza ikatokea duniani kwa sababu ya sadaka ya mavuno. Usifanye makosa wakati wa sadaka ya mavuno. Toa sadaka ya mavuno ukiwa umejiandaa vizuri. Usipojiandaa vizuri wakati wa utoaji wa mavuno, unaweza ukaleta madhara kwenye familia yako, unaweza ukaleta madhara kwenye kazi yako. Kwa hiyo jipange vizuri na muombe Mungu akuongoze vizuri katika kutoa sadaka ya mavuno, ili usije ukafanya makosa kama yale ambayo Kaini alifanya. Kwa hiyo sadaka ya mavuno ni sadaka inayotolewa kwa maandalizi, ni sadaka inayotolewa kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa shukrani, kwa moyo wa furaha. Inapotolewa katika mazingira kama hayo, basi baraka zinakuja kama zile za Habili. Sasa faida za kutoa sadaka hii ya mavuno. Faida ya kwanza ambayo nimeiandaa hapa, au matokeo ambayo unayapata unapotoa sadaka yako ya mavuno kwa uaminifu. Matokeo ya mavuno yanaamua hatima yako ya baadaye, hatima ya mkulima. Unapotoa sadaka, na hii nimeshasema tena, unapotoa sadaka sadaka ya mavuno inaamua kwamba kipindi kijacho upate nini, Mungu akupe nini tena katika eneo hilo ambalo umemtolea. Kwa hiyo usiache kutoa sadaka ya mavuno kwa sababu yataamua hatima yako, na kidogo unachopata afadhali ukitoe kwa Mungu, kwa sababu kitakupa kitu kingine cha baadaye. Kuna watu hawatoi sadaka ya mavuno, wanasema mimi sikupata kitu, labda wakina fulani ambao walivuna mazao mengi, wao ndio wanatakiwa watoe. Lakini hata hicho kidogo ulichopata unatakiwa utoe mavuno, ili Mungu akubariki tena katika kipindi kinachokuja, akupe tena. Usipotoa kabisa, unamwambia Mungu hata kidogo ulichopata kipindi kinachokuja asikupe tena. Faida na matokeo ya pili. Mavuno yanaonyesha kile utakachovuna msimu ujao. Mwambie jirani yako tena, mavuno yanaonyesha utakachovuna msimu ujao. Yanaonyesha utakachovuna msimu ujao. Hii nimeshaisema tena. Kile unachomtolea Mungu ndicho unachomwambia kwamba akupe katika msimu unaofuata. Lakini mavuno yanafunua hali ya imani ya mtu. Kwa tafsiri nyingine tunaweza kusema mavuno, utoaji wa sadaka ya mavuno unaweza kukuongezea hata kiwango cha imani yako. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 utaona pale Biblia inaeleza. Lakini pia tafsiri ya imani inasema ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unapotoa sadaka ya mavuno unajiimarisha katika imani yako, unajiongezea imani yako. Hujaona kile unachotegemea kipindi kinachokuja, lakini unakuwa na imani kwamba kuna kitu utapata, kuna kitu utavuna, kuna kitu utapata katika msimu unaokuja. Kwa hiyo sadaka ya mavuno itakusaidia katika eneo lako la imani. Lakini ukitaka kujua mtu mwenye imani, muangalie kwenye sadaka. Kama mtu hana imani, hawezi kutoa sadaka, na hasa sadaka ya mavuno, kwa sababu hana uhakika, hana imani atapata nini katika kipindi kinachokuja. Kwa hiyo sadaka na utoaji wa mavuno unatupa kupima imani ya watu na imani ya Wakristo kwamba wanaamini kiasi gani, kwa sababu wana matarajio ya kupata vitu fulani hata kama hawajaviona. Lakini mavuno ni ishara ya baraka. Kuna baraka ambazo Mungu ameziachilia juu yako, na wewe unataka kuwatangazia watu kwamba
kuna baraka ambazo Mungu ameziachilia katika familia yangu, katika biashara yangu. Sasa Mungu anataka kuona watu wanaowabariki wakiwashuhudia wengine, na unapowashuhudia wengine Mungu anakubariki zaidi na zaidi. Sasa ndio maana tunapoleta mavuno tunabeba vile vitu, tunakuja navyo, wengine wanaandamana, wanaingia navyo kanisani, wamebeba vikapu, magunia, wanabeba. Sasa kwa nini tunabeba vile vitu? Tunavionyesha kwa sababu tunataka kushuhudia baraka ambazo Mungu ametubariki katika kipindi hiki. Kwa hiyo sikupe shida, japokuwa kuna watu wengine hawafurahi wanapoona unabeba vitu, unakuja na sadaka zako za shukrani, sadaka zako za mavuno, wanasema anajifanya kwamba yeye ndio amebarikiwa sana, anajifanya kwamba yeye ndiye amepata vitu sana. Fanya kwa ushuhuda, fanya watu waone baraka za Mungu, na Mungu ataendelea kukuongezea baraka hizo zaidi na zaidi. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Mavuno yanaongeza au yanaleta watendakazi shambani. Hii nitaisema wakati mwingine kwa mapana, lakini kwa ajili ya wale watu wanaohitaji wafanyakazi na watendakazi, ukitaka watendakazi wazuri watakaoweza kukusaidia katika eneo lako la biashara au kazi fulani, toa mavuno kwa uaminifu. Toa mavuno kwa uaminifu, Mungu atakuletea watendakazi. Mungu atakuletea watu wazuri watakao kusaidia uzalishe zaidi. Kama kuna kitu kinasababisha watu wenye viwanda, makampuni, hata watu wenye mashamba wapate hasara, ni kwa sababu ya watu ambao si waaminifu wanaoajiri kwenye mashamba yao. Mungu amenipa neema pia ya kusoma masomo ya biashara, na nimekuwa nikiwashauri watu wengi katika masuala ya biashara. Unapopata watu ambao si sahihi kwenye eneo lako la uzalishaji, kwenye eneo lako la shamba, utapata hasara. Na ili upate watu wazuri, ili upate wafanyakazi wazuri kwenye shamba lako, mtolee Mungu sadaka ya mavuno kwa uaminifu. Mwambie Mungu, mimi nimekuwa mwaminifu katika kupa cha kwako, kwa hiyo na mimi nipe watu ambao watakuwa waaminifu katika kulipa cha kwangu. Usipompa Mungu cha kwake kwa uaminifu, hata wewe hautapata cha kwako kwa uaminifu. Ukiona kanisa linakosa watendakazi na kazi ya injili haifanyiki kwa sababu hakuna mavuno yaliyopatikana kanisani, ujue kwamba hata wewe hautapata chakula chako, hautapata haki zako kwenye maeneo unayoyataka, kwa sababu Mungu hakupata haki yake. Na Mathayo sura ya 6 mstari wa 33 anasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Ukimpa Mungu haki yake, yeye atakupa haki yako. Ukimnyima Mungu haki yake, na wewe utakosa haki yako. Hiyo ndio formula ya Mungu. Kwa Mungu akusaidie sana wewe ambaye unatamani kubarikiwa kwenye shamba, unatamani kupata watu wazuri wa kusaidia kwenye eneo lako la kazi, kwenye eneo lako la shambani, basi mtolee Mungu sadaka yako ya mavuno kwa uaminifu, na Mungu atakuwa mwaminifu kwako, na Mungu atakupa yale ambayo unataka katika msimu wako. Mwisho ndugu zangu, nimesema tena sadaka ya mavuno inaleta sadaka ya mavuno inatusaidia katika msimu tulionao, inatusaidia katika majira tulionayo. Majira tulionayo yatakuja kama jinsi Mungu alivyoyapanga, na yale yaliyoamriwa kwenye majira tulionayo yatakuja kama Mungu alivyoyapanga, endapo tutakuwa waaminifu mbele za Mungu. Kinyume chake, tusipokuwa waaminifu katika kumtumikia Mungu na kutoa sadaka, yale tunayotegemea katika msimu tutayakosa. Fikiri ni wakati wa msimu wa kilimo umefika. Katika msimu wa kilimo tunategemea nini? Tunategemea mvua, tena mvua ya kiasi itakayotusaidia tuende mashambani tulime. Hata kama ni jua, tunategemea pia jua la kiasi litakalotusaidia kwenye mashamba. Lakini sasa kama msimu usipokuja na yale yaliyoelekezwa kuja kwenye msimu huo, kuna vitu tunavikosa. Na ndio maana leo tuna majira ambayo wakati mwingine hatuyaelewi. Tunaona majira yanakuja, tunasema mbona haya ni majira ambayo yalitakiwa yawe na jua, yalitakiwa yawe na mvua, lakini hatuoni mvua. Yalitakiwa yawe na jua la kiasi, lakini hatuoni jua la kiasi. Kwa sababu tulikosa uaminifu katika kumtumikia Mungu, tulikosa uaminifu katika kumtolea sadaka ya mavuno. Sasa kwenye kitabu cha Yeremia, ngoja nimalize na hii. Kitabu cha Yeremia sura ya ngapi? Sura ya 8 mstari wa 20. Biblia inasema hivi, Yeremia sura ya 8 mstari wa 20. Biblia inasema hivi, mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Narudia tena. Mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala hatukuokoka. Ukipata nafasi endelea kusoma huu mstari uone kinachoendelea. Lakini kwa nini mwandishi aliandika hivi?
kwamba kuna wakati wa mavuno ulipita, kuna wakati wa hari ulipita, lakini hatukuokoka. Kwa nini nasema hawakuokoka? Walitegemea waokoke katika kipindi hicho cha majira hayo ambayo walikuwa wameamriwa. Ndio maana nimesema kila majira yanakuja na package yake. Kila majira kuna vitu tunapokea kutoka kwenye majira hayo. Tusipokuwa waaminifu, hatutapokea. Majira yatakuja kinyume, majira yatakuja na vile vilivyoamriwa kuja kwenye majira hayo. Katika majira ya mavuno watu walitegemea kuokoka, watu walitegemea kupata furaha, watu walitegemea kupata amani, lakini kwa sababu walikosa uaminifu mbele za Mungu, hicho kilichotakiwa kwenye majira hayo hawakukipata. Ni maombi yangu katika ibada hii na katika tukio hili ambalo mnalifanya katika ibada hii, mkalifanye kwa uaminifu, ili kilichoamriwa katika majira yaliyoko mbele yetu, katika majira ya msimu tulio nao, yakatokee. Kama Mungu alipanga kukubariki, kukuinua, kukuongezea neema na baraka, akaziongeze. Kama Mungu alikusudia akalete baraka kwenye shamba lako, kwenye biashara yako, katika kipindi hiki na msimu huu, basi akafanye kama jinsi alivyokusudia katika msimu huu. Akujalie kuwa mwaminifu katika kumtumikia na utoaji wa mavuno. Na ikiwa ulikosea na ulikosa kuwa mwaminifu katika msimu uliopita, basi muombe Mungu toba, alafu mwambie katika msimu unaofuata, Mungu nitakuwa mwaminifu, Mungu nitajitahidi kuwa mwaminifu, kukupa haki yako, kukutolea sadaka, na ndipo wewe utalipa haki yangu ambayo nahitaji katika msimu huu. Ndugu zangu, Mungu alibariki neno lake, nipate nafasi katika mioyo yetu tunapoenda kumtolea sadaka zetu za mavuno, basi tuone na baraka alizozikusudia katika msimu huu. Tunapoenda kumtolea Mungu sadaka ya mavuno, baraka na neema ambazo amezikusudia katika majira tulio nayo ziende kutujilia sisi na watu wetu, sisi na jamii yetu, sisi na kanisa letu. Hebu simama kwa miguu yako, twende tukamshukuru Mungu, alafu twende tukajiandae kwa ajili ya utoaji wa mavuno siku ya leo kama jinsi ambavyo tumekusudia. Biblia inasema kwamba ilikuwa ni desturi ya hao watu wa Mungu, walipofika wakati wa mavuno, wakaamua kutoa sehemu ya Mungu, wakakusanya walivyovipata shambani, wakakusanya walivyovipata kwenye kazi walizozifanya kwa mikono yao. Akasema utaitunza sikukuu ya majuma, nayo itakuwa ni malimbuko ya ngano, sikukuu ya kukusanya vitu mwishoni mwa mwaka. Mungu akujalie kukusanya vitu mwishoni mwa mwaka. Tunapoingia katika msimu wa pili wa mwaka, ni msimu unaotupeleka kwenye mwisho wa mwaka. Mungu akatupe kukusanya vitu, si tu kwa ajili ya kuleta sadaka, lakini vitu vitakavyotusaidia, vitu vitakavyokuwa mahitaji yetu, vitakavyotujibu mahitaji yetu, changamoto zetu tulizo nazo, tukavikusanye katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Kama tulipata hasara katika muhula wa kwanza, kipindi cha miezi 6 iliyopita, basi miezi 6 iliyoko mbele yetu ukawe ni mwezi wa kupata mara 2 zaidi, wa kupata vitu ambavyo tulivikosa miaka yetu iliyoliwa na nzige na parare, iliyopotea, hasara tulizozipata katika kipindi cha muhula wa pili na msimu huu tunaokwenda, tukafidiwe katika vile ambavyo tulivipoteza. Wangapi wanaamini pamoja nami kwamba Mungu atawarejeshea vitu walivyopoteza kipindi kilichopita, na atawapa faida mara 2 zaidi, kurejesha faida ambazo walizikosa katika kipindi kilichopita, na ikawe hivyo katika jina la Yesu. Tuone mbele za Mungu tukamshukuru Mungu, lakini nataka ukafanye toba. Kama kuna jinsi ambavyo nafsi yako inakushuhudia bado hujawa mwaminifu katika utoaji wa sadaka, mwambie, hasa sadaka ya mavuno, mwambie Mungu akurehemu. Alafu mwambie Mungu, nipe kujipanga tena niweze kutoa mavuno sawa sawa unavyoelekeza, alafu niendelee kuziona baraka ambazo umezikusudia kwangu katika msimu na majira yangu. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakutukuza, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Umetupa kibali cha kukutanika katika ibada hii, ibada ya sikukuu ya mavuno, ibada ya kukusanya vitu ulivyotupa, mavuno uliotupa katika mashamba, katika biashara, katika kazi, na tuweze kuvileta mbele zako ili kuonyesha kwamba sisi ni waaminifu, kwamba kuna vitu umetupa na ndio maana tunavileta mbele zako. Na tunapoleta sadaka tunataka kukuambia kwamba hivi vitu tulivyo navyo si vya kwetu, lakini ni vya kwako, na sisi tunatoa sehemu ile uliotupa katika vitu vyako, katika mali zako. Tunatoa, tunaonyesha uwakili, tunaonyesha uaminifu kwamba vile ulivyotupa tumevitunza kwa uaminifu, na ndio maana tunavileta mbele zako. Wako watu ambao hawakuweza kutoa sawasawa, maana hawakujua tafsiri ya kutoa. Maana hawakujua tafsiri ya kutoa ni kutaka kupanda mbegu ya kupokea baadaye.
Wengine hawakujua kwamba wanapotoa wanatengeneza majira yao. Wanapotoa hawakujua kwamba kile wanachotoa ndicho watakachovuna. Lakini leo umesema nao kupitia neno hili, nami nakuomba uwasaidie hata wale ambao hawakutoa sawasawa, hata wale ambao hawakujipanga sawasawa. Wengine ni kama wakina Kaini ambao walitokea mbele yako kutoa sadaka bila kuwa na maandalizi. Lakini leo tunakuomba uwajalie neema yako iwe juu yao, uwarehemu, wawe na maandalizi ya kutosha. Wajue sadaka ni maandalizi, wajue sadaka inataka kwanza maandalizi kabla hawajaitoa, ndipo waone baraka. Wengine wametoa sadaka za mavuno mara nyingi, lakini hawaoni baraka kwa kiwango kile ambacho wanakusudia, kwa sababu bado hawakujiandaa sawasawa na hawakutoa kwa uaminifu. Wajalie kuwa na uaminifu, wajalie kuwa na maandalizi mazuri, ili wanapotoa baraka zile ulizowaahidi zikawajilie juu yao. Katika neno lako ulisema mwenyewe kwamba utawabariki mashambani, utawabariki katika mifugo, utawabariki mijini, utawabariki waingiapo na watokapo, utawabariki matumbo yao, utabariki watoto wao, utawabariki katika kazi zao wanazofanya. Mungu Baba, katika jina la Yesu, watoto wako wanapokutolea sadaka hizi siku ya leo, kama ulivyoahidi katika neno lako, na kuomba baraka hizo zikawe juu yao. Pasiwepo hata mmoja ambaye atasema mavuno yalitolewa lakini hatukuona baraka. Pasiwepo hata mmoja ambaye atasema kwamba wakati wa utoaji wa mavuno ulifika, wakati wa mavuno ulifika, lakini sisi hatukufurahi, sisi hatukupata wokovu, sisi hatukupata neema. Lakini kila mmoja afurahi, aseme wakati wa mavuno ulipofika, na mimi nikawa miongoni mwa watu waliotoa mavuno, niliona baraka, niliona neema, niliona kuongezeka, niliona kustawi zaidi. Ikawa hivyo kwa kila anayekwenda kunyoosha mkono na kutoa mavuno yake katika siku ya leo, anayetoa kwa njia ya fedha, anayetoa kwa mazao, anayetoa kwa vitu vya mikono yake. Mungu Baba, baraka yako na neema yako ikawe juu yao zaidi sana. Uwalinde, wape afya njema, waepushe na magonjwa, waepushe na ajali, wape miaka mingi ya kuendelea kuishi duniani, ili waendelee kufurahia vile ulivyowapa katika mavuno yao. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunaomba haya kupitia jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana, na Mungu awaongezee baraka kupitia uaminifu wenu wa utoaji wa mavuno siku ya leo. Engare, Nairobi, Engare, kijito cha maji ya uzima.